mtumishi wa Mungu pako mafuta wa Bwana, Mchungaji Dunia David kutoka pale Kibirizi, Kigoma. Karibu sana baba. Kornelio alimwambia Petro kwamba sisi sote tuko hapa mbele za Mungu, tupate kuyasikiliza maneno yote uliyoamriwa na Bwana. Usiangalie uchache wetu wala wingi wetu, angalia kile Bwana amekupa, kiachilie. Tuko tayari kupokea. Amen. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Niombe tukae. Mungu wetu asifiwe sana. Ninayo furaha kuwepo tena hapa, pamoja na kuwa kila siku ninakaribishwa kama mgeni, lakini mimi sio mgeni hapa, ni mtoto wa nyumbani. Namshukuru sana baba yetu. Mungu akubariki sana kwa upendo wako ambao unaendelea kuachilia kwetu na kutuamini na kutupa madhabahu kusimama mbele ya watakatifu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni kweli kabisa kama alivyosema baba, nilikuja huku kwa ajili ya majukumu mengine na nilitamani kuwepo kanisani kwangu mchana wa leo, lakini baba kaniomba kwamba tunakusii uwe pamoja na sisi leo, na mimi lazima nitii sauti ya baba. Sema amena. Usipotii sauti ya baba, litakalotokea kwako talijutia. Lakini tunapotii namna hii, zipo baraka ambazo Bwana anaongeza kwetu. Sitakuwa na muda mrefu sana kwako mchana wa leo. Takuwa na neno fupi tu, lakini ningelitamani kwamba ufuatane na mimi katika muda mfupi. Lipo jambo ambalo Mungu amelitengeneza kwako leo. Tunakwenda kusoma neno la Mungu katika kile kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu sura ile ya 22. Ningelianzia ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 34, lakini muda hautatosha. Takwenda naruka mstari michache. Alafu tutaruka ile sura yake ya 23. Tutasoma ule mstari wake wa 7 na mstari wa 8. Bwana asifiwe sana. Na wale ambao andika kitabu cha Hesabu ile sura yake ya 22. Kitabu hiki katika mipangilio ya vitabu vya Biblia ni kitabu cha 4. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Mwanzo, kinafuata kitabu cha Kutoka, kinafuata kitabu cha Mambo ya Walawi, alafu kinafuata kitabu cha Hesabu. Bwana asifiwe sana. Na kwa nini kiliitwa kitabu cha Hesabu? Bahati nzuri nikiwepo hapa ninajisikia kufurahi kwa sababu hapa ndipo tuna walimu wa neno la Mungu. Lakini katika mambo ambayo yalisababishwa kinaitwa kitabu cha Hesabu ni kwa sababu katika kitabu kile, wakati Israeli wanatoka Misri, walihesabiwa. Bwana asifiwe sana. Na wakati Israeli wanaingia katika nchi ya ahadi, walihesabiwa pia. Na zile hesabu tunazikuta katika kitabu hiki cha Hesabu. Ninakwenda kuzungumza na uwe neno fupi. Mwambie jirani yako kwamba hakuna tena laana juu ya maisha yangu. Haipo laana juu ya maisha yangu. Yupo mtu ambaye aliziondoa laana zangu. Haleluya. Haleluya. Tunaishi na watu wengine walio na maneno mabaya juu ya maisha yetu. Vinywa vyao havitamki baraka. Vinywa vyao vinatamka ni laana tu. Lakini mimi niliyempokea Yesu, haipo laana tena juu ya maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Hesabu 22. Ngoja nianze mstari wa ngapi? Nianze mstari wake wa 8. Biblia inasema, akawaambia, kaeni hapa usiku huu, nami nitawaletea wajabu kama Bwana atakavyo niambia. Wakuu wa Moabu wakakaa na Baalamu. Mungu akamjia Baalamu akasema, ni watu gani hawa ulionao pamoja nawe? Baalamu akamwambia Mungu,
Balaki mwana wa Sipori, mfalme wa Moabu, amewatuma kwangu akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri wanaufunika uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Mstari wa 12, Mungu akamwambia Balaamu, usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Haleluya! Maana wamefanya nini? Maana wamefanya nini? Sisi ni wabarikiwa wa Bwana. Hayupo mtu wa kuleta laana juu yetu. Habari hii ni habari ambayo inazungumzia kuhusu Balaki, ambaye alikuwa ni mfalme wa huko Moabu. Walisikia habari za Israeli walipotoka Misri. Walisikia namna gani walivyopigana na wafalme wengi katika safari yao. Na huyu Balaki ambaye alikuwepo huko Moabu, alipozisikia habari za Israeli, wakatetemeka, wakaogopa. Wakajua ya kwamba lipo taifa ambalo linakuja likiingia katika nchi yetu ya Moabu. Biblia inasema pale chini kwamba wataturamba kama vile ng'ombe anavyoramba majani. Akaogopa. Balaki anafanya nini? Biblia inasema katafuta watu, akawatuma kwa Balaamu ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Anawaambia, nendeni mkamuite Balaamu aje huku kwetu, atoe laana juu ya hao watu ambao wanakuja kwetu. Awalaani Israeli ili kwamba wasitupige, na watakapolaaniwa sisi tuwafukuze wapotelee mbali. Balaki akatuma watu kwa Balaamu, lakini Mungu anaendelea kusimama pamoja na walio wake. Haleluya! Wale watu wanafika kwa Balaamu, wanamwambia Balaamu, tumetumwa na Balaki, anaomba kwamba uende pamoja na sisi, ufuatane pamoja nasi, twende mpaka huko Moabu, utoe laana juu ya hili taifa la Israeli, ambao wanakuja na moto, ambao wanakuja na nguvu, ambao wanaramba kila wanapopita. Balaamu anawaambia, kaeni kwanza hapa, kama ni kuondoka lazima nimsikilize Mungu anasema nini. Haleluya! Usiendende tu, tulia kwanza, ulize Mungu anasema nini. Ukitulia, Mungu akisema neno na akikuamuru neno, nenda kama vile Mungu alivyokuamuru. Balaamu anawaambia wale watu watulie, lakini Mungu anamwambia usiende pamoja nao. Mungu wetu asifiwe sana. Wale watu wakarudi, wakaenda wakamwambia mfalme Balaki, Balaamu amekataa, hawezi kuja pamoja na sisi. Balaki anasikitika. Biblia inasema kule chini, kama unaweza kuendelea kusoma, anawatafuta watu wengine wakubwa kuliko wale wa kwanza, tena wengi kuliko wale wa kwanza. Akawaamuru, akawaambia, nendeni mumsihi Balaki asikose kuja, na asiwe na neno lolote la kumzuia asije pamoja na ninyi. Wakaondoka wakaenda. Wamefika kwa Balaamu, wanamwambia, sikiliza Balaamu, Balaki ametutuma kwako, ufuatane pamoja na sisi, twende pamoja na wewe, ili kwamba uende walaani wana wa Israeli. Biblia inasema Mungu akamruhusu Balaamu aende pamoja na wao. Haleluya! Mungu akafanya nini? Akamruhusu Balaamu aende pamoja naye. Lakini kosa, wale waliokwenda kwa Balaamu walikwenda na fedha, walikwenda na vitu vingine, na Biblia inasema kwamba wakaenda hata na uchawi. Wengine wanatembea wakiwa na zindiko kwenye viuno vyao. Wengine wanatembea lakini kwenye mito yao wanaosegamia kuna mairisi wameweka pale. Wengine wanatembea lakini kwenye biashara zao wanatumia hata dawa za kienyeji. Hazisaidii chochote, na ukifanya hivyo unajichanganya. Mungu hachanganyikiwi. Mungu huwezi kumchanganya na nuru na giza. Mwachie Bwana asimame kama Bwana. Balaamu, Biblia inasema ukisoma vizuri, akaenda pamoja na wao, na fedha alipewa
na zindiko na madawa na vitu vya kienyeji walikuwa navyo. Mungu akakasirika. Mungu akakasirika. Balaamu akaongozana nao, amepanda punda wake na watu wawili wakifuatana naye, pamoja na wale waliotumwa na Balaki. Mungu kwa hasira akamtuma malaika. Malaika anasimama njiani, ana upanga mkali sana mikononi. Lengo ni kumkata nani? Balaamu, atenganishe kichwa na kiwiliwili, kwa sababu amemchanganya Mungu na mambo ya dunia hii. Bwana asifiwe sana. Punda anatembea na Balaamu, ambaye Balaamu alimpanda kila siku. Anatazama mbele zake, anamuona malaika amekwisha kuufuta upanga mkali anao mikononi. Lengo ni kumkata kichwa. Punda, kwa kumwepusha bwana wake asija karaliwa na upanga, Biblia inasema akakatisha njia, akaingia kwenye shamba. Balaamu akakasirika, akaona ya kwamba sasa yule punda anampeleka hovyo. Biblia inasema akachukua fimbo akampiga yule punda. Punda akarudi kwenye njia, huku anasononeka, nimefanya jambo la kumwepusha na upanga, lakini kosa langu ninapigwa fimbo. Punda anaendelea na safari, anafika mbele kidogo, malaika alishatangulia kule. Na Biblia inasema pale ambapo malaika alikwenda, huku upande wa kushoto kulikuwa na ukuta, huku upande wa kulia kuna ukuta. Malaika anasimama mbele na upanga amekwisha kuufuta. Punda, ili ajiepushe na ule upanga, Balaamu asiuawe kwa upanga, Biblia inasema akambaniza Balaamu kwenye ukuta na mguu wake. Balaamu akakasirika, akampiga punda fimbo la pili. Punda anasononeka. Malaika anasogea mbele, punda anaendelea na safari. Anamuona tena malaika amesimama mbele na upanga, na mahali pale aliposimama, Biblia inasema palikuwa ni pafinyu sana. Hapa hakuwa namna ya punda kugeuka kulia wala kushoto. Akamlalia yule nani? Balaamu. Balaamu akampiga fimbo mara ya ngapi? Mungu akakifungua kinywa cha punda. Punda akafungua kinywa chake, akamuuliza, Bwana wangu, mbona umenipiga mara tatu hivi? Nimekutenda nini? Mbona umenipanda kila siku, lakini sijakutendea haya? Kwa nini umenipiga mara tatu? Mungu akafungua macho ya Balaamu. Balaamu akamwona malaika amesimama na upanga mkali mbele zake. Haleluya, haleluya. Mnyama ana macho kuliko hata macho ya binadamu. Watu wengi wanatembea lakini ni vipofu kwa sababu ya dhambi. Mnyama anamuona malaika mbele, lakini Balaamu hakumuona. Mungu akafungua macho yake akamwona malaika. Biblia inasema Balaamu alianguka kifudifudi akaomba msamaha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anakwenda kwa Balaki, lakini alijua agizo la Mungu kwamba usifanye lile ambalo sijakuamuru kulifanya. Usitamke lile ambalo sijakuamuru kufanya nini? Kulitamka. Lakini Balaki alikuwa anataka Balaamu aende alaani taifa la Israeli. Lakini hayupo mtu wa kulaaniwa hapa. Tunaye Mungu wetu ambaye anasimama pamoja na sisi. Watu wengi wana maneno ya laana. Watu wengi wana midomo michafu. Ndio maana wengine hawaendelei biashara zao. Hata kama ingelikuwa ni laana ya familia, hata kama ingelikuwa ni laana ya ukoo, hata kama ingelikuwa ni laana ya kizazi, haiwezi kukupata wewe ambaye una Bwana katika maisha yako. Hakuna laana juu ya maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ule mstari, sura ile ya 23, Balaki yuko pale 23, mstari ule wa 7 na wa 8. Biblia inasema akatunga misali yake akasema, Balaki amenileta kutoka Aramu, mfalme wa Moabu kutoka milima ya mashariki. Njoo
unilaanie Yakobo, njoo unishtumie Israeli. Mstari wa 8, nimlaumuje yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Jina la Bwana libarikiwe sana. Balaamu anatunga misali au wimbo, anasema Balaki ameniita nije nilaani Israeli au Yakobo, nije nimshutumu Israeli au Yakobo. Anasema nitamlaanije mtu ambaye Mungu hakumlaani? Nitamshutumuje mtu ambaye Mungu hakumshutumu? Haleluya! Kama Mungu hajakulaani, hayupo mwanadamu yeyote aliye na mamlaka juu ya maisha yako. Kama Mungu hajakushutumu, shutuma zao ni sawasawa na kelele tu kwenye masikio ya wengine. Mungu anasimama pamoja na walio wake. Balaamu anasema kwamba haiwezi wezekana kumlaani mtu ambaye Mungu hajamlaani. Haiwezi kuwezekana kumshutumu mtu ambaye Mungu hajamshutumu. Na sisi ambao tuliompokea Yesu, laana zote zilivunjwa katika damu yake. Sisi ambao tulio na Yesu, hakuna laana ambayo inaweza kutupata hata siku moja. Hata kama wangelitamka usiku na mchana, laana zao ni batili, maana tunaye Yesu ambaye ni mshindi. Tunaye Bwana wa mabwana ambaye anasimama juu ya maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hakuna laana juu yetu. Hakuna shutuma juu ya maisha yetu. Ninajua kwamba wanadamu wana maneno yao, wana shutuma zao, haziwezi kutupata sisi, maana Bwana mwenyewe hajatushutumu. Bwana mwenyewe hajatulaani. Watasema lakini hazina kazi juu ya maisha yetu, maana Bwana amesimama pamoja na sisi. Balaamu akasema ya kwamba haiwezi wezekana kumlaani mtu ambaye Mungu hajamlaani. Wanaweza kuwa na mipango, wanaweza kuwa na maneno, wanaweza kuwa ni wazazi, wanatamka maneno juu ya biashara zako, juu ya familia yako, juu ya watoto wako, juu ya kazi yako, juu ya mapato yako, lakini laana zile haziwezi kukupata kama umesimama ipasavyo katika Kristo Yesu. Laana zao zitaishia ni huko. Na bahati mbaya wanatamka zile laana, zinawarudilia wao wenyewe. Bahati mbaya wanatamka zile shutuma zinawarudilia wao wenyewe. Aliye na Bwana anaendelea kusimama katika Kristo Yesu. Mungu wetu asifiwe sana. Hakuna laana juu ya maisha yetu. Hakuna shutuma juu ya maisha yetu, sisi ambao tuliompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mungu atubariki sana, na Mungu atutie nguvu tusimame katika neno. Tusijichanganye katika maisha yetu. Tusimchanganye Mungu wetu ambaye tunayemtumikia na mambo ya dunia hii. Nuru na giza haviwezi kuchangamana. Balaamu alifuatana nao, lakini walikuwa na zindiko, walikuwa na mairisi, walikuwa na mambo ya kiganga na fedha wakampa, wakizani ya kwamba wakishirikiana naye pamoja na zile zindiko ndipo atakwenda kulaani. Lakini Mungu alikasirika na Balaamu akafumbuliwa macho. Mungu wetu asifiwe sana. Laana za wanadamu haziwezi kupata juu ya maisha yetu, kwa sababu tuna Bwana ambaye anasimama pamoja na sisi siku zote za maisha. Na Mungu atubariki, na Mungu alibariki neno lake. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimesimama mbele zako mchana wa leo. Ninakurudishia sifa, heshima na utukufu, maana wewe ni mwaminifu kwa kila jambo. Umetufanya sote kama vile tulivyo mchana wa leo mbele zako. Na mara nyingi zipo laana ambazo zinatolewa juu ya maisha ya watakatifu wako. Mara nyingi zipo shutuma ambazo zinatolewa juu ya watakatifu wako. Lakini shutuma na laana zao zinawarudilia wenyewe, maana wewe ni Mungu wetu ambaye unasimama pamoja na sisi. Na yule ambaye bado wewe hujamlaani, hata kama wanadamu wangelikesha mchana na usiku, laana zao zinawarudilia, maana wewe ni Mungu ambaye ni mshindi wetu. Katika yote Mungu tunakutegemea. Katika yote tunaamini ya kwamba ni baraka tu. Katika yote tunajua ya kwamba wewe ni Mungu wa baraka, katika kanisa lako, katika watakatifu wako, katika familia zetu, katika koo zetu,
katika njia zetu, katika mapato yetu. Ni baraka juu ya baraka siku zote. Asante Mungu wetu kwa sababu ni mwaminifu na utatenda zaidi na zaidi kwetu. Ni kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.